Kwenye mstari wa 9 anaposema kwamba ninyi mmelaniwa kwa laana. Kwa nini? Mnaniibia mimi. Hata sisi kwa sababu hatutaendekeza wizi, tumejifunza na tutakuwa waaminifu kutoa zaka kamili, kutoa sadaka kwa ukarimu, kutoa changizo kwa ukamilifu, kama ambavyo tunajicommit. Baraka ya Bwana inapoachiliwa kwetu sisi, ile baraka inaleta protection, ili kwamba roho zile zinazotumwa kwa ajili ya kuleta uharibifu kwenye eneo lolote lile la maisha yako, roho hizo zinadhibitiwa na Mungu mwenyewe. Amen. Bwana Yesu atusaidie hapa. Katika Hagai tunaona, maana ni kipindi hicho Malaki aliandika, lakini ni kipindi hicho ambacho pia nabii Hagai na yeye alitumiwa na Mungu kwa ajili ya kuonya. Ukisoma ile sura, utasoma kwa wakati wako mwenyewe vile ambavyo waliambiwa hawa watu walikuwa, yani Mungu alikuwa ameachilia laana. Alikuwa ameachilia laana kwenye maisha yao. Wanaambiwa kwamba walikuwa wanapofanya kazi zao za mikono, wengine wamelima mashamba, wanatarajia vingi, wanapata vichache, na hivyo vichache wakivileta vinapeperushwa. Unaona? Wanapata fedha, wanaweka kwenye mifuko iliyofanya nini? Iliyotoboka. Wakati wa baridi wanajivika nguo nzito wapate joto, lakini hawapati joto. Laana ilikuwa juu yao kwa sababu walikuwa wametelekeza nyumba ya Bwana. Alafu wao wenyewe wakawa tu wanajali mambo yao wenyewe. Lakini unaposoma ule mstari wa 19 sura ya 2 kwenye hiyo Hagai, tunaona vile ambavyo Mungu anaahidi kuwabariki pale ambapo wanajirekebisha. Baada ya kuchukua hatua, kutubu na kuweza kurekebisha kosa lao, Mungu anaahidi kuwabariki. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa sijajua wewe unakabiliana na changamoto za namna gani? Ni changamoto zipi unazokabiliana nazo ambazo unahitaji msaada wa Mungu? Ni changamoto zipi? Inawezekana ni kwenye ndoa na familia yako, kwamba kuna roho au kuna mharibifu au waharibifu ambao wanatumwa kutoka kwenye ulimwengu wa giza ili waweze kuvuruga ndoa yako, waweze kuvuruga nini? Familia yako, wavuruge watoto wako, wavuruge wazazi wako, wavuruge wale wapendao. Inawezekana ni kwenye eneo la uchumi, unafanya kazi kwa bidii, unafanya biashara kwa bidii na kwa umakini mkubwa, lakini waharibifu wanatumwa kuharibu biashara, waharibifu wanatumwa kuharibu mazao ya ardhi yako, shambani. Waharibifu wanatumwa wanaharibu mifugo yako, waharibifu wanatumwa kuharibu michakato ya wewe kusoma. Maana haya sasa yanamgusa kila moja kwenye eneo lake. Kwa mwanafunzi, na yeye anaguswa kwenye eneo lake kama mwanafunzi. Mfanya kazi kwenye eneo lake la kazi, waharibifu wanaweza wakatumwa kukuharibia tu mambo. Sasa mlio wafanya kazi, naelewa huko makazini nini huwa yanatokea. Na wakati ambapo unatokea mambo ambayo huku yategemea, Shetani anaweza kukuinulia maadui wa kukusingizia, wanaweza kukutengenezea visa, wa kukutengenezea yani kuna vitu wanaweza kukutengenezea vya kukuharibia tu. Mahali fulani hivi kuna mtu alipoteza kazi, lakini alitengenezewa tu kesi. Yeye alikuwa kwenye ilikuwa nadhani alikuwa yuko store. Kwa hiyo wakatengenezewa kuna vitu alivyotengenezewa kuonekana kwamba yeye ni mwizi. Akapoteza kazi, lakini hakuwa ameiba. Huo ni uharibifu ambao walitumwa kumshambulia. Wewe ni eneo lipi ambao unaona upo hatarini? Kuna waharibifu ambao wanatumwa kwa ajili ya kutuharibia. Nina habari njema kwa ajili yako. Amen. Nina habari njema kwa ajili yako. Amen. Kwa Mungu huyu ninayemtumikia, Mungu huyu ambaye anafundisha habari za wewe kuwa mwaminifu kwake, ya kwamba ukiwa mwaminifu kwa mwenendo wako kwa ujumla, kuyatii na kuyatekeleza kwa uaminifu maagizo yake yote. Maagizo hayo yakiwa ni pamoja na eneo hilo la utoaji,
ukatoa zaka kamili, ukatoa sadaka vizuri, ukatoa changizo vizuri, ukamtumikia vizuri Mungu kwa mali yako. Maandiko yanasema kwamba mheshimu Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Ukamheshimu Mungu kwa mali zako, ukamheshimu Mungu kwa malimbuko ya mazao yako. Mungu ameahidi ya kwamba atamdhibiti, atamkemea alaye, atamkemea mharibifu. Haleluya, haleluya.